Tukiomba msamaha wa dhambi kwa sababu sisi ni watenda maovu. Kama kuna dhambi tumetenda tukatoka katika uwepo wako Bwana, tuombe ukatuweze kutusamehe kwa sababu wewe ni mtakatifu Bwana. Tukabidhi ibada yetu mikononi mwako, mikono ya baraka Mungu. Tunapoanza wakati huu tuweka nguvu zako, ikatuonekane kwa kila jambo kwa sababu unastahili sifa Bwana. Tukabidhi hata wachungaji ndani ya macho yako siku ya leo Bwana. Kaonekanie Bwana, kabariki nchi yetu ya Kenya wakati huu. Katuonekanie wakati tunasumbuka na hili jambo la corona Mungu. Ikapate kushinda kwa sababu ndio unaweza ponya Bwana. Ikapate kushinda kwa sababu katika nyumbani mwako Bwana. Ikapate kila mmoja anayeugua Bwana, kupatia nguvu zako kwa sababu yeye Mungu anastahili sifa Bwana. Katembelea wagonjwa waliolazwa hospitali siku ya leo Bwana. Wote tuwapeana wachoni mwako wakati huu Bwana. Kaonekanie kwa uponye kupitia nguvu zako Bwana. Familia zetu Bwana tusikabidhi mikononi mwako Mungu. Mikono yenye baraka Bwana, kawaponye leo nyumbani Bwana. Kawatembelee siku ya leo kwa sababu yeye ni mtakatifu Bwana. Katuonekanie hata kwa biashara zetu Mungu wetu. Tunajua tumehangaika sana na hili ugonjwa wa corona Bwana. Nipasa kwa kuambia ukaweza kutumalizia kupitia nguvu zako Bwana. Hata viongozi wetu Bwana tuwakabidhi mikononi mwako siku ya leo. Kaonekanie wanapotuongoza Bwana. Ukawawezesha wasitumie nguvu ya mwili Bwana, lakini waongoza kulingana na mapenzi yako Bwana. Tunaomba Mungu tukutie wewe Mungu asiyeshindwa Bwana. Nipasa tukabidhi kila mmoja aliye katika hii ibada mikononi mwako Bwana. Katufungue kwa zetu Bwana, tutakaposikia neno tukapate kubarikiwa kupitia nguvu zako Bwana. Tunavunja nguvu zote za kishetani, roho zote za mwovu shetani zikapate kushika Bwana. Tualika Roho wako Mtakatifu ukaweze kutuwezesha. Tunaomba yote tukiamini Bwana, hata inakuja kuambia utatutendea kulingana na mapenzi yako. Na ni katika jina la Yesu Kristo Bwana tunaomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika ibada ya leo. Leo ni wiki ya mwisho ya hii mwezi wa 6. Karibuni sana. Na Mungu amani awabariki sana. Tunawaalika kabisa, tunawakaribisha sana kwa dada yetu Lilian kwa ibada ya siku ya leo.
Na bila kupoteza wakati, nataka kuombe katika hizi vitabu vyetu vya maombi. Karatasi page 1. Yes, hizo vitabu vya maombi, hizo vitabu. Hiyo karatasi page 1. Karatasi page 1. Sasa maombi yetu ya asubuhi ya leo. Bwana Yesu akae nanyi. Tumekusanyika hapa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Tulisifu jina lako na neno lako. Tulisifu jina lako na Bwana Yesu na Kristo neno lake. Tumekuja kushirikiana habari njema za utukufu na neema zake. Pia kuombea mahitaji yetu na yanayoteseka kote duniani. Kadhalika tufurahi katika pendo na amani yake. Tuwalinde kwa baraka za Mungu. Walinde pamoja na neno la Mungu. Tumefanywa upya vijitu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Tuseme sote tu pamoja katika Kristo. Tufikapo hapo, nataka tupatiwe sasa papio moja. Alafu tusikie tusomewe neno. Alafu tuendelee. Tupatiwe papio. Tupatiwe papio. Yesu makofi. Simba wa Yuda, nani kama wewe? 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 Oh, Simba wa Yuda, nani kama wewe? Simba wa Yuda, nani kama wewe? Oh, Simba wa Yuda, nani kama wewe? Simba wa Yuda, nani kama wewe? Oh, Simba wa Yuda, nani kama wewe? Simba wa Yuda, nani kama wewe? Oh, Simba wa Yuda, nani kama wewe? Simba wa Yuda, nani kama wewe? Pia tunaomba majibu haya. Oh,
asifiwe. Basi taomba kwa ajili ya taifa letu katika hizi kitabu chetu kwa page 18 ukurasa wa 18. Napoenda kusoma neno somo, taomba kwa ajili ya serikali na kwa ajili ya kanisa na wahudumu pia. Sala ya kuombea taifa letu. Mungu mwenye enzi, uyatawalaye mataifa yote na kuyaamrisha kama utakavyo, tunakuomba umbariki na kumwongoza rais wetu na viongozi wote wa taifa letu, ili siku zote watumie mamlaka uliowakabidhi kwa ajili ya kuleta amani duniani na kwa faida, heshima na ustawi wa taifa letu na kwa wema wa kanisa lako takatifu. Twaomba haya kwa Kristo Bwana wetu. Sala ya kuombea kanisa na wahudumu. Mungu mwenye enzi uishie milele, ambaye kwako pekee nguvu zote zatoka, wape roho ya neema na uzima maaskofu wetu na makasisi na masemazi na watu wote waliokabidhiwa. Uaminie baraka yako kama umande, ili wakupendeze kwa kweli. Utujalie hayo Bwana, kwa ajili ya heshima ya mwombezi na mpatanizi wetu Yesu Kristo. Tuseme amen. Sasa naomba kuketi tunapoenda kusikia somo la siku ya leo, ambayo atatuongoza siku ya leo. Kuketi tunaposikia hili neno ambalo naenda kusoma kutoka kitabu ya Efeso sura ya 3 mstari wa 16 kuendelea hadi mstari wa 19. Ephesians chapter 3 verse 16 down to verse 19. Na nitasoma. Nasema wa Efeso 3 mstari wa 16 kuendelea hadi mstari wa 19. Na muomba Mungu kadiri ya utajiri na wa utukufu wake awajalieni kwa uwezo wa Roho wake nguvu ya kuwa imara ndani yenu, naye Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani. Na muomba mpate kuwa na mzizi na msingi katika mapendo, kusudi muweze kufahamu pamoja na watu wote wa Mungu jinsi upendo wa Kristo uneanavyo kwa mapana na marefu, kwa kimo na kina. Mstari wa 19. Na mpate kujua upendo wa Kristo upitao elimu yote, mjaze kabisa utimilifu wote wa Mungu. Alafu tasikia Mathayo Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo 10 mstari wa 16 sura ya 13. Mathayo mstari wa 16 sura ya 13, ama Mathayo chapter 13 verse 16 peke yake. Lakini heri yenu nyinyi, maana macho yenu yanaona na masikio yenu yanasikia. Na hili ndilo neno la Mwenyezi Mungu. Tumshukuru Mungu. Useme tumshukuru Mungu. Basi naomba tupatiwe wimbo tunapoenda sasa kusikia neno. Tupatiwe pambio. Tabiri. Tusimame kwa miguu yetu kama tutaweza. Ni kwa ajili ya Bwana
Kuketi chini, just high-five mwenzako, muambie Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Asubuhi ya leo nimeokoka, na mshukuru Mungu kwa siku ya leo. Kwa kweli sio nguvu zetu, bali ni kwa nguvu zake. Mnao tuangalia kwa mitandao, kwa majina yangu naitwa Lilian Karioki. Nashukuru Mungu kwa hili kanisa ya ACK Ngovo kwa kunipa hii fursa kushiriki katika haya madhabahu. Bwana Yesu apewe sifa. Si kawaida, wengi wangetamani kusimama mahali hapa, lakini Mungu amenichagua. Bwana Yesu apewe sifa. Hata kama mchungaji hatuko na yeye pamoja, apokee shukrani zangu mahali alipo. Haleluya. Wapendwa, ni vizuri kumsifu Mungu. Haleluya. Kwa sababu kunayo sababu ulivyo leo ulivyo. Nilipokuwa nikiangalia yale maandiko, mahali pale yule servant aliyepeleka msichana yake akaponywa na Yesu, kukakuwa na mama aliye akitokwa na damu. Haleluya. Wengine walikuwa na mambo yao, walikuwa na mashida mingi, lakini yule mwanamke chenye kilimfanya tofauti na wengine, ilimbidi akashuka chini. Haleluya. Ambia mwenzako, lazima tushuke chini. Haleluya. Tunaona pale aliposhuka chini, akaliguza lile pingu la vazi la Yesu. Haleluya. Ugonjwa yake ikatoka. Kumbe hata miujiza ya jiani inaweza kutufikia. Haleluya. Mulio kule nje unaosikia, kumbe miujiza katika haya madhabahu inaweza kuwa baraka kwenu. Haleluya. Haleluya. Ambia mwenzako, ni vizuri kushuka chini. Ni vizuri kushuka chini. Haleluya. Amen. Kuja kwetu ni sawa. Haleluya. Ambia mwenzako, kuja kwako ni sawa. Kuja kwako ni sawa. Je, umempa Mungu kilicho mstahili? Je, umempa Mungu kinachomstahili? Na ndiposa tunapoingia kwa kanisa lazima tujipeane na tutoe ibada ya sifa. Amen. Haleluya. Amen. Ambia mwenzako, ni vizuri kumwabudu. Ni vizuri kumwabudu. Nimekuwa nikijiuliza maswali mingi. Ni nini hiki naweza kumfanyia Mungu wangu ili apate kuridhika? Na jawabu ilikuwa lazima nimwabudu. Kwa sababu gani? Mungu hawezi kajisifu. Amen. Haleluya. Haleluya. Kutoka siku ya leo, tunaomba Mungu akatupeleke katika kiwango kingine cha kumwabudu. Haleluya. Sasa tuketi chini ili tupate kusikiza neno la siku ya leo. Tuangalia katika mitandao. Leo ni Jumapili ambayo ni ya baraka kwetu, haswa
apewe sifa na kanisa lote ulimwenguni. Haleluya. Na nilipokuwa nikilisoma neno lake, kuna kitu ambayo ilinikutia katika mawazo yangu, na nikakuta I came up with a thing, going back to the roots. Hallelujah. Mwambie mwenzako, going back to the roots. Na ni muhimu wapendwa, it's good to go back to the roots. Kama Ephesians chapter 3:16 imetuambia ya kwamba that according to the riches of his glory, he may grant you to be strengthened with power through his spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your heart through faith, that you being rooted and grounded in love may have strength. Hallelujah. Amen. Kumbe mizizi ni kitu cha maana katika maisha yetu. Hallelujah. Nilipokuwa nikiangalia katika maisha tunayoishi sasa, wengi wetu tumekuwa tuking'ang'ana mambo ambayo hatutakiwi kuwa tuking'ang'ana siku ya leo. Hallelujah. Katika familia zetu tumekuwa tuking'ang'ana kwa mambo ambayo hatutakiwi kuwa tuking'ang'ana nayo. Kwa sababu gani? Hatujapata kujua the root of our life. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Huenda jina hilo uliopewa na mamako ndio shida katika maisha yako. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Huenda madhabahu iliyoinuliwa juu ya familia yako ndio shida katika maisha yako. Wewe sio shida, lakini the root that you are grounded in, it is the problem. Hallelujah. Tunapatana. Let's take for example our nation. Whatever that is going through, the nation is not the problem, but the root that was grounded into our nation is the problem. Hallelujah. Mwambie mwenzako, lazima tumoe ambacho Mungu hakupanda katika maisha yetu. Siku ya leo ninaomba ya kwamba whatever our God that did not plant, this morning we uproot it. This morning we uproot it. Poverty was not planted in our life, but we are suffering from poverty because the root was grounded into our life. It's making us suffer, not because we are the problem, but because of the root. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Ni vibaya sana mtoto amezaliwa na hata hatui nini, lakini the her life was planted on is making her suffer till death. Hallelujah. Situmwambie Mungu apate kung'oa ambacho yeye hakupanda. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ninaomba ya kwamba asubuhi ya leo maisha yetu, we are not going to struggle for nothing. Hallelujah. But we are going to struggle for something. Hallelujah. Hallelujah. Are you getting me? We are not going to struggle
maisha yetu. Haleluya. Haleluya. Na shetani akipanda, lazima kila siku anakuja kunyunyizia maji. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha nimwambie, shetani sio mjinga, hata yeye ako na werevu wake. Amejua ya kwamba mama Wamboi, wewe umekuwa ukitaka hii, na mimi nitakuwekea mizizi ya shortcut. Haleluya. Haleluya. Na ndiposa unaona katika mahali kama hapa watu ni wengi, watumishi wa Mungu, lakini unaona wachawi ni wengi. Watu wengine wengine. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Unadhania ni kwa nini? Mizizi iliyopandwa na mwovu shetani bado anaendelea kuinyunyizia maji kila siku. Ndiposa unaona mambo mengi inayotendeka sio kwa sababu ni sisi, ni mizizi mbaya iliyopandwa katika maisha yetu. Haleluya. Haleluya. Tuambie Mungu siku ya leo apate kuyang'oa ambayo yeye mwenyewe hajapanda. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Tunapoenda katika Matthew chapter 36, nayo inasema ya kwamba but when the sun came up, the plant was caught and they withered because they had no roots. Mwambie kumbe mizizi ina maana. Haleluya. Sikiza hapa. Mizizi ndiyo kiini ya chenye kitakachotokelezea. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kwa mfano, huwezi panda mahindi ikose kutoka mizizi. Isipotoka mizizi, kumaanisha hiyo mbegu haikuweza kuchipuka. Hallelujah. Are you getting my point? Yes. Hallelujah. Kwa hivyo ulipo pale, wewe ulipoingia katika nyumba ya Bwana ukaokoka, hiyo ni mizizi ulipanda. Lakini siku ya leo, ole wangu, wengine hawachipuki. Kwa sababu gani? Mizizi yao imeteketezwa na ukame wa maisha, ukame ya kutokuwa karibu na Bwana. Haleluya. Praise the name of the living God. Na si Mungu atusaidie sisi wenyewe kunyunyizia maji ya kiroho katika maisha yetu. Haleluya. Somebody say amen. Amen. Hiyo ni ombi, wapendwa, kwa sababu mahali tumefika siku ya leo, ukweli mizizi ya nchi yetu kwa sasa haionekani. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Na sasa tutafanyaje? Bwana Yesu apewe sifa. Watu wa Mungu tumepewa hiyo jukumu ya kunyunyizia mizizi ya nchi yetu, ili Mungu apate kukufikisha mahali yeye mwenyewe anataka. Haleluya. Watu wa Mungu mnaoniangalia pale, ninamuomba na ninamwambia ya leo ya kwamba lazima tuchukue hiyo jukumu ya kunyunyizia nchi yetu na maombi, na kunyunyizia nchi yetu na kufunga na kuomba. Haleluya. Na by the end of it all, we shall end up being victorious. Haleluya. Haleluya. Nina furaha sana nilipokuwa ninasoma about the prodigal son. Praise the name of the living God. Amen. This man had two sons. Kama wewe unasoma Biblia, alikuwa na vijana wawili. Haleluya. Lakini hawa wawili walikuwa wa mzee huyo. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Mmoja aliyekuwa mdogo, sasa babake akawaganyisha mali yake. Lakini huyu mdogo alipopata ile alipewa, ilimbidi akaondoka.
Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mwambie mwenzako akaondoka. Lakini ya kusababisha ni kwamba alipoenda mahali pale alitumia mali yake baya. Hallelujah. He misused the resources of of the property that he was sharing. Hallelujah. Amen. Lakini huyu kijana chenye kinanifurahisha ni kwamba alipotaabika akataabika, aliona vizuri ni arudi kwa babake. Hallelujah. Alienda kwa mizizi yake, the root of his blessing. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Alienda akaangalia the root of where he came from. Hallelujah. Amen. Kwa mawazo yangu nilikuwa najiuliza, huyu kijana ni kweli. Kwa saa hii vijana kama wewe uko na kijana, umpe shamba naye akaiuza 5,000,000. Lakini hii 5,000,000 muda wa miezi 2 ama 3 hiyo pesa hakuna. Kwa sababu gani? Yule kijana aliondoka akaangalia mambo mzuri akajifurahisha. Hallelujah. Ni club gani iko karibu hapa? Which is the biggest club here? Sijui, sijakuwa hapa. Lakini mlio nje mnanisikia. Hizo vilabu zilizo kule nje, yule kijana alienda mahali pale akapatana na raha. Hallelujah. Amen. Akakuwa amezungukwa na wasichana. Praise the name of the living God. Wale wasichana walijua huyu kijana ako na pesa. Hallelujah. Na yeye ni kutoa. Kama vile wetu hapa, ukipata mamilioni ya pesa, hapo ndipo unapata wasichana wengi. Unatoroka kwako nyumbani, uko na bibi, uko na bwana, unaona yeye hastahili. Kwa sababu gani? Mfuko iko na pesa. Ole wangu, yule kijana mali ilipoisha, waliosherehekea na yeye hawakumuona, waliosherehekea na yeye hawakuwa pale. Kwa sababu gani? Pesa zimeisha. Tunamuona yule kijana, pesa zilipoisha hata chakula hakupata. Vile tulivyo siku ya leo, vijana wetu, wasichana wetu, tunajipata Mungu ametupa nafasi, ametuinua. Hata mababa na mamama, Mungu anakubariki, anakuinua na kuweka kiwango kingine. Unajiona wewe nini umejenga katika kile kiwango. Mpendwa, Mungu anakushukisha chini kama yule kijana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Imagine having 5 million. Sisemi alikuwa na 5 million, lakini naona hata ilikuwa zaidi. Hallelujah. Lakini out of very long duration
wanakumbuka chenye walifanya jana. Haleluya. Unakumbuka hamsikizani na your friend. Haleluya. Usikizani na wazazi wako. Lakini unapoenda katika mahali pale, Mungu tu anakuona jinsi ulivyo. Hallelujah. Praise the name of the living God. Like when going back to like Pharisees and the tax collector, remember the two prayers they prayed. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hakuwa na maombi mingi the tax collector. Hallelujah. Maombi kidogo tu, akamwambia Mungu, mimi ni mtenda dhambi. Hakuangalia juu, bali alijiangalia yeye mwenyewe. Haleluya. Wapendwa, tukijiangalia sisi wenyewe, kujua misingi tunayokanyaga ni aina gani. Wapendwa, tunaenda pale. Waliodhania tunakufa kizia. Haleluya. Haleluya. Unajua kuna wenye wanakuhesabia na siku. They are those who count your days. Hallelujah. Praise the name of the living God. Amen. And they forget that our God is from one glory to the other. Hallelujah. Praise the name of the living God. Our God is so faithful. Walipokuwa wakikuombea mabaya, kwa sababu Mungu amekuweka katika misingi yenye kuinuliwa. Wanakuona kwa macho ukiinuliwa. Wanaona watoto wako wanasoma, wanamaliza, na wanapata kazi. Kwa sababu Mungu wetu akikuweka katika misingi yake, hakuna kitu wala nini kinachokufanya ukakauke. Kwa sababu ni Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Nasikia nikiwa na nguvu mpya. Hallelujah. Naambia mwenzako kung'oa mizizi. Kung'oa mizizi. Kung'oa mizizi. Kung'oa mizizi. Lazima leo tupate kung'oa mizizi. Hallelujah. Mizizi ya uadui. Yes. Hallelujah. Hallelujah. The root of problems. It's not our portion. The root of problems is Jesus. Unajua ni vibaya sana ukiwa umelelewa kwa shida. Yes. Alafu tena upate watoto. Yes. Uwalelee kwa shida. Hao watoto wapate watoto. Yes. Wawalelee kwa shida. We want this type of a root is this. Hallelujah. Amen. What kind of a root is this? From one generation to the other. Hallelujah. Tumekataa. Tumekataa. Lazima watoto wetu wafurahie. Amen. Wako na baba na mama ambaye anawapa kila kitu. Yes. Kwa sababu gani? Mungu ametuweka katika mizizi yake. Amen. Praise the name of the living God. Amen. Now, for those who are rooted in the Lord, in Colossians 2:7, Mungu anawaambia hivi: rooted and built up in Him and established in the faith, just as you are taught, abounding in thanksgiving. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. When you are rooted, hallelujah. Amen. Do you know, unajua shetani hata saa hii anajua mawazo yako. Yes. The devil has his own trick. Na sana anatumianga chenye wewe unataka kwa sasa. Praise the name of the living God. It's good to know that hata kama unang'ang'ana katika hali ya maisha, wacha nianze kusema katika hali ya maisha, Mungu akituweka katika mizizi yake, tumesema ya kwamba hakuna kung'ang'ana. Hallelujah. Amen. When enjoying the presence of the Lord, just know the devil is still learning you. Praise the name of the living God. And he is looking for tricks to win you. Hallelujah. And what do we do? When we are rooted in the Lord of our God, we shall get into prayers. Prayers is the weapon. Ambia mwenzako, prayers is the weapon. Prayers is the weapon. Without prayers, the root that even the Lord rooted you on is going to wither. Mungu amefanya kazi yake. Hapo pengine ni wewe kujiendeleza. Hallelujah. 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 Hebu simameni. Let's stand up. Because today we are
going to uproot what the Lord our God did not plant. Hallelujah. Our family is going to stand because our God is going to uproot every answer, every demonic power that was alive in our family. Yes. Our God, our Savior is going to uproot it. Hallelujah. Praise the name of the living God. It is not good for us to be suffering all this because our life was rooted in battles. Hallelujah. We must praise you, Jehovah. Open your mouth and tell God to uproot every root that our God did not plant. Jesus. Hallelujah. We worship you, Jesus. We give you all the glory, Lord. Uproot every root that was never planted, Lord.
Yesu apewe sifa. Hata kama uko mahali kwa mtandao unatuangalia, inua sauti yako kwa Bwana. Kila mwaka kunakuwa na mazishi katika nyumba yenu. That's a bad root that has been planted, that is not of the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Ningeomba tuenende mbele za Mungu. Wapendwa, si vizuri tunazika watoto wadogo katika familia zetu. Kila mwaka tunazika huyu, mwaka hii ingine tunazika huyu. Hiyo sio mapenzi na Mungu. My God and my Father, you said to your word that one that was never planted by you, God, today you are going to approach it. The root of death into our families, we command you by power and authority, Lord, you have given to us. Lord Almighty, may you approach it in the name of Jesus Christ. From today, my Father, the death that's coming to our families, it is not going to come again in the name of Jesus. Because you have promised us, whatever you never planted, this morning you are going to approach it. In the name of Jesus Christ, my Father, my God and my Father, tumekataa Bwana kuwazika wazazi wetu, kuzika ndugu zetu, kuzika dada zetu, hata tulioitanishwa na wao. Baba yangu na baba yangu, tunakataa Bwana. My God and my Father, we remember you. Remember us, O God. Remember us, Almighty God. Remember us, Almighty God. Tumeshuka asubuhi ya leo, tukumbuke. Tumekuja mbele zako Bwana. Tumeleta roho zetu mbele zako. Utufinyange Bwana.